ni kishindo cha awamu ya 6. Karibu katika kishindo awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Kishindo awamu ya 6 tuko mkoani Pwani kuangazia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tunaenda kumulika miradi ya elimu, afya, miundombinu pamoja na huduma za kijamii. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha inaboresha maisha ya wananchi wake. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Ramadhani Posi ni mkurugenzi wa halmashauri ya Chalinze, anabainisha mafanikio ndani ya halmashauri hii. Katika sekta ya miradi ya maendeleo, kwa kweli sasa tumepiga hatua. Tuna miradi takribani zaidi ya 5 ya kimkakati, na ambayo mingi imefanyika kwa fedha za serikali kuu, zingine imefanyika kwa fedha za halmashauri ambazo nazo ni za serikali. Halmashauri hii ilipoanza ilikuwa inakusanya bilioni 3. Tumekwenda kuanzia mwaka 2016, lakini mpaka tunapoongea sasa tunakusanya bilioni 17 kwa mwaka. Kwa maana kwamba mwakani tumeproject tuende bilioni 20.6. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Na katika hizo fedha tunazokusanya, wanasema kwa mujibu wa maelekezo ya serikali, asilimia 60 iende kwenye miradi ya maendeleo, na sisi tunatekeleza hilo. Kwa maana kwamba unaona kama unavyoona hapa, tukianza hili jengo la halmashauri hili limetumia takriban bilioni 5.9. Jengo hili limejengwa kwa fedha kutoka serikali kuu, na fedha zingine halmashauri imeingiza hapa takriban bilioni 2. Tumeweza kukamilisha hili jengo, lina ghorofa 3 na lina lift tumeweka. Kama unavyoona juu napo kuna radio kwetu tumeweka ambao ni Chalinze FM. Radio hii imeanzishwa na halmashauri yenyewe, inamilikiwa na halmashauri kwa mapato ya ndani. Sambamba na hilo, halmashauri wakati inaanzishwa tulikuwa tuna tatizo ya huduma za kijamii. Mfano, halmashauri ilikuwa haina soko kwa ajili ya kufanya huduma za wananchi katika mambo kadha wa kadha. Kwa halmashauri imejenga soko kwa kutumia mapato ya ndani bilioni 1.7. Nafikiri pale mmetembea mmeliona. Hizi fedha ni mapato ya ndani 100%. Tumejitahidi, tumejenga stendi pale kwa kutumia mapato ya ndani bilioni 1.5 ambao kama mnavyoona imeanza kutumika. Sambamba na hilo, tumepata fedha kutoka serikali kuu. Hizi fedha tumeanza kuanzisha, kuna shule zimeanzishwa pale. Kwa upande wa sekondari, halmashauri wakati inaanzishwa kulikuwa kuna sekondari 17. Lakini mpaka ninapoongea sasa hivi tuna sekondari 27. Kwa hiyo kuna ongezeko kipindi cha miaka 3, sekondari 10 ambazo zipo kwenye kata mbalimbali, kata 15 katika halmashauri yetu ya wilaya ya Chalinze. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa. Tumeendelea kuwa tunapokea fedha za serikali kuu. Kama mnavyoona hapa, tumepokea bilioni 1.6 kwa ajili ya uanzishaji wa shule ya amali ambayo iko pale kwenye kata ya Msoga. Tuko kwenye hatua ambayo ya umaliziaji, tunakwenda vizuri. Mradi ule ulikuwa unategemea ili ukamilike ni bilioni 4, lakini tumeshapokea ni bilioni 3, lakini tumekushapokea bilioni 1.6. Kwa hiyo tukipata bilioni 1.4 tunaenda kumalizia zile facilities zinazotakiwa. Lakini kubwa zaidi, kwenye upande wa elimu ya sekondari tumeendelea kupokea fedha kutoka serikali kuu. Kuna shule takriban 3 zimeanzishwa mpya kwa kutumia fedha za ruzuku ambazo za SIQUEP. Tumepata fedha milioni 528 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari kule Mbwewe. Tumepata tena fedha milioni 400 ambazo ziko 478. Tumeanzisha shule ya sekondari huku Jakaya Mlisho Kikwete. Tuna fedha ambazo tumepata tena hiyo milioni 525. Tumeanzisha fedha pale Masukuru. Alafu tumepokea fedha kwenye upande wa sekta ya afya. Serikali yetu imeendelea kutoa fedha kwenye upande wa afya. Pale tumepokea takriban bilioni 3 kwa ajili ya uendeshaji wa hospitali ya wilaya ambayo tunaita hospitali ya halmashauri. Awali kati ya halmashauri inaanzishwa tulikuwa pale ni kituo cha afya. Kwa hiyo tumeendelea kuboresha katika sekta mbalimbali. Tunashukuru Mheshimiwa Rais wetu wa awamu ya 6 kuweza kutupatia hizo fedha mbalimbali katika huduma ya sekta ya afya, sekta ya elimu na kadhalika. Katika sekta ambayo ya kiuchumi tumeendelea, uwekezaji umeendelea kuja hapa Chalinze. Kama mnavyoona pale kuna kiwanda cha nyama kikubwa kimeanzishwa na viwanda vingine ambao vilikuwepo hapa kwa ajili ya uwekezaji. Kuna kiwanda cha tiles pale, kuna kiwanda cha Sayona pale kikubwa kabisa. Kwa hiyo uchumi wa Chalinze umeendelea kuwekeza, na halmashauri ilipokea bilioni 2.5 kwa ajili ya upimaji wa viwanja. Tumekwenda kupima viwanja takribani 1078. Viwanja hivi tayari viko sokoni, na tuna viwanja kwa ajili ya viwanda viko 31. Tuna viwanja vingine vilivyobaki kwa ajili ya makazi pamoja na biashara vimeanza kuuzwa. Kwa hiyo tunawakaribisha hata nyie TBC, karibuni sana mje mwekeze Chalinze. Mambo ni mazuri kwenye sekta ya uchumi. Kama mnavyoona Chalinze imeanza kufunguka.
Kwa hiyo karibuni sana, na serikali ilivyotupatia fedha tumeendelea kuwekeza zaidi katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya uchumi. Kama mnavyoona pale tumeboresha sana soko letu pale. Kwa hiyo mambo ni mazuri kabisa, na mambo yote baada ya pale serikali yetu tunaishukuru sana, imetupatia milioni 900. Hii halmashauri ni mpya. Baada ya kujenga jengo tumejenga nyumba za watumishi pale. Tunazo nyumba 8, tumepata milioni 980 ambazo sasa zimeenda kwa watumishi wamekushamia pale. Tumebakiza nyumba 2 kati ya zile 8 zile ziliko katika awamu ya mwisho. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru serikali. Sisi kama halmashauri tumeokea zaidi ya bilioni 4 kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli mbalimbali. Hayo ni ya mkurugenzi. Na sasa nikupitishe kwenye miradi ya maendeleo ambayo imeacha tabasamu kwa wakazi wa Chalinze na maeneo jirani. Daraja la Wami. Hili ni daraja la kisasa. Mbali na kuleta mandhari nzuri ya kuvutia kwa wasafiri wanaotumia daraja hili kuelekea mikoa ya kaskazini lakini na nchi jirani ya Kenya, wananchi wanaozunguka maeneo haya wanalo la kujivunia. Hali ya mwanzo ilikuwepo, hali sio mzuri sana, sababu hata magari yalikuwepo yanapata shida. Barabara ya kule ya mwanzo ni nyembamba, kona nyingi, ajali utakuta zinatokea hapo kwa hapo. Lakini kusema ukweli, tunashukuru maendeleo kama hivi tunayaona. Gari zinapishana 3, barabara pana. Hata sisi waenda kwa pikipiki tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapita vizuri. Ule usemi wa mtu ni afya kwa halmashauri ya Chalinze unatekelezwa kwa vitendo baada ya maboresho makubwa yaliyofanywa katika hospitali ya Msoga, ikiwemo upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa na huduma mbalimbali vimeifanya hospitali hii kuwa kimbilio la walio wengi. Hospitali hii ilianza kama zahanati na ina usajili tangu mwaka 1978. Wakati huo ikiwa zahanati ya Msoga, na baadaye kufikia 2016 kuwa kituo cha afya Msoga, na baadaye kufikia mwaka 2019 kupanda level na kufikia level ya hospitali. Halmashauri hii ndio hospitali ya halmashauri. Hospitali hii kama nilivyotangulia kuanza, ilianza kama zahanati na baadaye kituo cha afya na sasa hospitali. Tunashukuru sana serikali ya awamu yetu ya 6 inayoongozwa na mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameleta mabadiliko makubwa sana. Hospitali hii ni hospitali ambayo inaunganisha barabara ya kuelekea mikoa ya kati, Morogoro na Dodoma, lakini pia inaunganisha mikoa ya kaskazini, Tanga, Arusha na Kilimanjaro. Hii ni sehemu ambayo mara nyingi kwa hizi highway tunapata ajali nyingi sana, ambapo awali ilikuwa majeruhi tunaowapata hapa lazima moja kwa moja tuwapeleke katika hospitali ya rufaa ya mkoa Tumbi. Lakini kwa sasa tunashukuru sana, kuna jengo letu la emergency hapa na tuna wodi za kulaza wagonjwa na tuna vifaa tiba ambayo tumeweza kuboreshewa na serikali, ambao tunaiweza kuwafanyia management wagonjwa wetu kwa kiasi kikubwa sana. Na ikitokea wale ambao wako nje sasa ya uwezo, basi wachache tutawapeleka katika hospitali yetu ya rufaa. Kama mnavyoona, maboresho makubwa sana yamefanyika katika hili jengo la dharura, ambayo tuna vifaa vya kisasa kabisa mpaka ventilator. Tuna vifaa vya kuweza kufanya diagnosis mbalimbali za wagonjwa kwa kutumia x-ray, ultrasound, ECG machine pamoja na echo pia. Lakini pia tuna uwezo pia kwa sasa wa kufanya operation tofauti za wazazi, operation za tunasema hernia, ngiri, yani ngiri maji pamoja na ngiri nyama, tunaondoka nazo hapa kwa hapa kwetu. Pasi na hapo awali ilibidi mpaka kuwapeleke wagonjwa hao Tumbi. Lakini pia tuna uwezo sasa hivi hata kama tukipata watoto njiti, basi tuna uwezo katika hatua za awali tukaweza kuwatunza, na pale ambapo inakithiri sasa hapa imekuwa shida ni kubwa, basi tunawapeleka mbele. Hapo awali tulikuwa hatuwezi kufanya vitu kama hivyo. Lakini pia tuna jengo letu la mortuary, ndipo pale bahati mbaya mgonjwa amefariki, basi tunaweza kuhifadhi maiti hapa kwetu kwa hivi sasa. Lakini pia tuna bohari kubwa sana ya dawa ambayo tunaweza kuhifadhi dawa katika zahanati zetu zikitoka MSD na kufikia hapa, na baada ya hapa kuweza pia kutawanywa katika vituo vyetu vya afya pamoja na zahanati.
lakini pia na sisi kuweza kuhifadhi dawa kwa asilimia kubwa sana hapa kwetu. Pia tumepata maendeleo ya kutosha kama vile kuweka stara ya hospitali kwa kupata uzio, kuwa na kisima cha maji, kuweza kupata maji ya uhakika kabisa, lakini pia tuna uwezo wa kuwa na generator ambayo ni nishati mbadala inayotuwezesha huduma kuendelea pale ambapo umeme umekatika, lakini pia kuweza kutumia mifumo kwa sasa ambapo mwanzoni tulikuwa tunatumia tu makaratasi ya kawaida, lakini kwa sasa tunatumia mifumo pale mgonjwa amekuja mpaka anaporuhusiwa. Lakini pia tuna ujenzi mbalimbali unaoendelea hapa. Kuna nyumba za watumishi zinaendelea kwa sasa, lakini pia tuna kantini, tuna jengo la kuagia maiti kwa sasa. Kwa hiyo ni maboresho makubwa sana ambayo yamefanywa na serikali, tunaishukuru kwa asilimia kubwa sana. Baadhi ya wananchi wanakiri uwepo wa hospitali hii imekuwa mkombozi kwao. Katika awamu ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan awamu yake ya 6 ameweza kufanya maendeleo mbalimbali hususan katika sekta ya afya. Leo katika mkoa wetu wa Pwani, katika halmashauri ya Chalinze, Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutuboreshea sekta ya afya hususan hospitali ya Msoga ambayo awali ilikuwa ni kituo kidogo, lakini kwa sasa tunaona kimekuwa ni kituo kikubwa, hususan kinatibu magonjwa mbalimbali hususan X-ray katika moyo, magonjwa makubwa ambayo awali yalikuwa ni vigumu kutibika katika hospitali hii. Hususan tulikuwa tunaenda Muhimbili na Tumbi ambapo tulikuwa tunaweza kutibia, lakini kwa sasa hivi ameweza kuturahisishia hususan wakazi wa Chalinze kupata huduma kubwa katika hospitali hii ya Msoga. Tunamshukuru sana, tunamwombea kwa Mungu ampe maisha marefu na aweze kuboresha katika sekta zingine. Tunashukuru sasa hivi katika wilaya yetu ya Chalinze hospitali ya Msoga iko vizuri, sio kama zamani. Maana zamani ulikuwa unakuja hapa unapewa karatasi uende Tumbi au Muhimbili. Lakini tunashukuru toka ingie Mama Samia Suluhu, maendeleo kayaboresha kwa hospitali hii sasa hivi ni kubwa. Vipimo vyote vinapatikana. Hata mtu akipata ajali kwa haraka kipimo kikubwa hapa kipo, anaweza kufanywa kuwekwa kuungwa hapa mifupa hapa. Kwa hiyo maradhi yote tunaona kidogo hospitali yako hapa yanapatikana. Unaweza ukaja ukapata kipimo cha moyo, pressure, kila kitu yani. Kimfano, lipo hapa kinapatikana. Kwa tunashukuru uongozi wake. Mungu aendelee kuongoza hivyo ili iwe hospitali kubwa ambaye haina haja ukija hapo na ambao usafirishwe uende huko. Tunataka tuipate tu hapa. Kwa hiyo uongozi wake tunamshukuru, ametufanyia vizuri. Tunashukuru sana kwa uongozi wake. Katika sekta ya elimu tunashuhudia ujenzi wa miradi ya shule ikiwa ya amali ambayo itawezesha vijana watakaohitimu hapa kujiajiri na kuondokana na tatizo la ajira. Lakini pia kwa upande wa elimu ya awali na msingi, maboresho makubwa yamefanyika katika shule ya msingi Ridhiwani Kikwete yaliyowavuta wazazi wengi kupeleka watoto wao. Shule ya awali na msingi Ridhiwani Jakaya Kikwete ilianza mwaka 2024 kwa mfuko wa Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo pia tunamshukuru mama yetu kwa kuwa shule hii ilichukua wanafunzi walikuwa wanasoma shule jirani Bwilingu A kwa kuwa idadi yao ilikuwa ni kubwa, hivyo kuhamishiwa katika shule hii. Pia tunamshukuru mama yetu Samia kwa kuwa sasa hivi wanafunzi wengi wanakaa kwenye madawati hapa, madawati ya kutosha, hivyo ufundishaji na ujifunzaji umeimarika kwa wanafunzi na walimu. Pia idadi ya shule yetu ina jumla ya wanafunzi 791, ikiwa wasichana ni 400 na wavulana ni 391. Uwepo wa shule hii umesaidia kwa watoto wengi kwa kuwa pia wengi walikuwa wanatoka mbali, hivyo na shule kusogezwa karibu, hivyo imekuwa chance hata kwa wazazi wamefurahia sana uwepo wa shule hii na kwa watoto, na mpaka sasa hivi taaluma inaimarika katika shule hii. Wito kwa wazazi, naomba kwa wazazi ambao bado wanaweka watoto majumbani pasipo kuwaleta shule, naomba wawalete ili waweze kufuta ujinga, waondokane na ujinga na hatimaye waje kuwa msaada mwingine kwa vizazi vijavyo. Ninafurahia kusoma shule ya Ridhiwani. Shule yangu nilianza kusoma hapa mwaka 2024 ambapo nilikuwa darasa la 5. Nafurahia kusoma hii shule, mazingira mazuri, miundombinu ni nzuri. Tunamshukuru Mama Samia. Madarasa tuna tiles,
mazingira yote ni mazuri, elimu tunapata vizuri, tunakula vizuri. Nimeanza shule hapa 2024. Mazingira ni mazuri, shule nzuri, walimu bora, wanafundisha vizuri, tunakula vizuri. Shuleni kwetu kuna miundombinu mizuri, madarasa yana tiles, yana vioo. Asante Mama Samia. Kilio cha miaka mingi kwa wananchi wa Chalinze ni ukosefu wa soko la kisasa kwa ajili ya kuuzia bidhaa. Kilio hicho sasa kimekuwa historia baada ya kukamilika kwa soko hili. Soko letu limeanzishwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2024. Kiukweli soko letu lina mpangilio mzuri sana. Tuna mpangilio wa vyakula, tuna mpangilio wa matunda, tuna mpangilio wa kuku na bidhaa mbalimbali. Kiukweli ili soko limekuja kuwainua sana wanachalinze. Na mpaka leo wafanyabiashara wa soko la Bwilingu wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Daktari Samia kwa kazi kubwa sana ya kutumikia wanachalinze. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa pia ya kupambana ili kuleta miradi ndani ya halmashauri ya Chalinze. Kiukweli kupitia halmashauri ya Chalinze, kupitia yeye mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa mkurugenzi pia, kwa kweli tunawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Leo hii unaiona Chalinze ya miaka iliyopita na sasa hivi iko tofauti. Kabla ya soko hili kujengwa tulikuwa na mazingira tofauti, tena ni mazingira sio rafiki biashara. Kulikuwa kuna soko la mtu binafsi ambaye lilikuwa bondeni hapo, lakini pia katika eneo hili la parking tunaliona lilikuwa soko la kawaida, ambao lilikuwa soko tu la kawaida ambalo liko ovyo ovyo. Ndio maana serikali yetu ikaona sasa ni kitu kizuri sana sasa kujengea soko la kisasa kama mbele hapo unapoliona. Mara kwanza walikuwa kwenye mgawanyiko. Leo wafanyabiashara wote wa Chalinze wako sehemu moja. Maana yake kufanya hata mteja hapati usumbufu wa kwenda maeneo mengine kuja kufuata bidhaa. Na ndio maana leo mtu anayetoka Msoga, anayetoka Lugoba, anayetoka Kiwangwa anaingia kwenye soko la Bwilingu Chalinze. Kwa hiyo kwa sababu soko liko sehemu moja, kwa hiyo hata uwiano wa biashara sasa hivi wafanya biashara umekuwa ni mzuri. Uwepo wa soko hili umefungua fursa kwa wafanya biashara na wajasiriamali wa Chalinze. Soko tangu lilianzishwa mpaka sasa hivi wafanya biashara tunaenjoy. Tunafanya biashara mazingira mazuri, sehemu nzuri, wateja wanatufikia kwa wakati. Tofauti na soko la zamani tulikopo kule. Soko letu ni nzuri sana. Wafanya biashara wanakuja kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali. Biashara zinapatikana kwa wakati. Nipo hapa miaka tu kabla soko lijaanza na mpaka soko limeisha hivi hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mama ametufanyia uwezo mpaka hivi tumepata soko letu. Kwa kweli tunamshukuru sana mama. Mama tunampa sifa zote kwa kweli. Kwa hapa tulipofikia tunampa hongera sana mama. Moja, mbili, tunatoa shukrani wote na viongozi wote wa chama, shukrani wote uongozi wetu wa halmashauri yetu ya Chalinze, pia mbunge wetu Ridhiwani Kikwete, pia na viongozi wetu wa hapa sokoni. Tunashukuru sana kwa jitihada zao walizofanya hapa mpaka tumepata soko. Kweli Chalinze tulikuwa hatuna soko. Tulikuwa na banda vya soko, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa muono wa mama na viongozi wetu wa hapa Chalinze, wa ngazi ya chini mpaka ngazi ya taifa. Tunashukuru sana kwa hilo. Tunasema tunampa hongera sana mama kwa juhudi zake. Moja ya chanzo cha mapato katika halmashauri hii ni kituo cha mabasi ambacho hutoa fursa ya ajira na kujipatia riziki kwa wajasiriamali wa eneo hili. Stendi ya Chalinze imeanza kujengwa tangu mwaka 2020 katika kiwango cha changarawe kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa mnamo 2022 stendi hii imeanza kufanya kazi rasmi. Na lengo kubwa la stendi hii ni kuhakikisha kwamba tunawasaidia wanachalinze, kwani ilikuwa ni kilio kikubwa sana cha kupata stendi kwa ajili ya kuzuia ajali mbalimbali zinazotokea pale roundabout, lakini pia
kuweza kudhibiti stendi bubu zote ambazo zisizokuwa rasmi. Hivyo wanachalinze wakaomba wapatiwe stendi kwa ajili ya shughuli zao zote za kibiashara humu ndani. Lakini pia stendi hii imesaidia pia wafanyabiashara kama ntilie, machinga kuweza kufanya biashara zao huku ndani ya stendi. Kwa hiyo baada ya kupata hiyo stendi ya Changarawe mnamo mwaka 2023 serikali kuu ikawa imetunga mkono kuweza kutupatia fedha kupitia TANROADS ili kujenga kiwango cha lami kama mnavyoona. Kwa mpaka sasa hivi stendi imeshakamilika kwa kiwango cha lami, na halmashauri pia kupitia mapato yake ya ndani sasa hivi imechukua jitihada binafsi kuweza kujenga frame kama zile mlizoziona. Zile frame ziko 55 na pia tunajenga kantini ya halmashauri yani ya stendi hapa. Lengo hasa kufanya biashara wote waliopo kando kando ya barabara kuweza kuja kufanya biashara zao huku, maduka mbalimbali ya mie huku, ili stendi iweze kushangamka na kuweza kuwa mastendi bubu yote yalikopo kule kwenye kando kando ya mji wetu. Lengo pia kuweka mji salama, lakini pia halmashauri kuongeza chanzo cha mapato, kwa sababu tulivyokuwa tumeanza mwanzo kabisa kipindi stendi ikiwa kwenye Changarawe, kwa mwezi tulikuwa tunapata hapa milioni 53 hadi mapato ya halmashauri. Kwa hiyo sasa tunapata tena kiwango cha lami, mapato yanazidi kuongezeka. Kwa ndio maana sasa tumeamua sasa kuweza kuongeza fremu, kuweza kuongeza mapato ya halmashauri. Pia na kantini tuweze kumpa mzabuni aweze kuendesha hiyo kantini, basi mapato yanaweza kuongezeka. Kwa hiyo stendi hii ina sehemu mbili. Kwanza ni huduma kwa wananchi kwa sababu ilikuwa ni kilio chao, lakini pia ni chanzo cha mapato cha halmashauri. Ridhiwani Kikwete ni mbunge wa Chalinze. Hakusita kueleza shukrani zake kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na ya kimkakati, jambo linaloungwa mkono na mwenyekiti wa halmashauri hii Hassani Rajab. Kwangu mimi nataka kuishukuru sana serikali ya awamu ya 6 ambayo imewezesha haya yote. Sisi kama wanachalinze katika siku kama hii ya leo tunataka tupeleke shukrani zetu kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 kwa kutuwezesha kufanikisha mambo mengi makubwa ambayo kama wanachalinze siku zote wamekuwa wakiota kwamba yanaweza katokea. Kama unavyojua halmashauri yetu ya Chalinze kwa nafasi yake au kwa eneo lake ni sehemu ambayo ndo njia kuu ya magari yanayokwenda kaskazini, lakini pia njia ya magari yanayokwenda magharibi mwa nchi yetu na nchi za jirani. Kwa hiyo kupitia hapa yako mambo mengi sana ambayo wanachalinze wanayaona, lakini pia wanayatamani kwamba nayo ingetokea katika eneo hili. Miradi mikubwa ambayo kama hii stendi, soko na kuwekea taa, manake wanachalinze wanafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa wanachalinze unaenda kuimarika. Hivyo sisi kama wanachalinze tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi nasema hana baya. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa katika nchi hii, lakini hakuisahau Chalinze. Leo hii mnaona wenyewe kwamba jinsi gani wananchi wa Chalinze wanavyofanya kazi masaa 24. Ni ujasiri mkubwa wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mimi niwaambie kwa dhati ya moyo wangu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya kazi kubwa. Naam mtazamaji, hayo ni mafanikio ya halmashauri ya Chalinze. Kishindo awamu ya 6 tumekupitisha katika miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo sekta ya elimu, afya na miundombinu ili kujionea kile ambacho serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kukifikisha kwa wananchi wake. Mimi ni Agnes Mbapu na hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tukutane wiki ijayo, kazi iendelee. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.